Kufanya kazi ya Mungu ni mzuri. Tunaweza fanya sote kazi ya Mungu, lakini hatufanye mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu ni kufanya kitu sawasawa na jinsi Mungu alikuwa nataka yafanyike. Mapenzi ya Mungu ni kufanya kazi yake katika kweli. Wakati unafanya mapenzi ya Mungu, unafanya kitu selo roho ya Mungu, sababu alituita kama tuende tufanye watu wote kuwa wanafunzi wake. Lakini tatizo ni kwamba watu wengi hawafanye wenzao kuwa wanafunzi wa Kristo, lakini wanaanza kunyanyasa watu na kuwafanya kuwa watumwa wao, na ile njoo yenye inamhuzunisha Mungu. Ndio maana anasema kwamba nitalipa kila mtu kufuatana na kazi aliyoifanya. Ukifanya kazi ya kutosha watu kanisani, ujue kwamba utalipwa sawasawa na kazi uko nafanya. Watu wengi kazi yao utajikuta wako kanisani, lakini kazi yao ni kutosha wengine kanisani. Unajua kazi ya Mungu hawezi fanya we peke. Ataba kuachie ile kanisa yote. We peke hautakuwa pianiste, we peke hautakuwa gitariste, we peke hautakuwa chantre, we peke hautakuwa mhubiri, we peke hautakuwa louanger, we peke hautakuwa adorateur, we peke hautakuwa shemasi, we peke hautakuwa mlinda hazina. Kitu ambacho utaelewa ni kwamba sisi sote tuko wa maana katika kazi ya Bwana. Macho iko na lazima ya masikio, masikio iko na lazima ya kinywa, kinywa iko na lazima ya shingo, shingo iko na lazima ya mikono. Ndio maana utaelewa kwamba tunapofanya mapenzi ya Mungu, tutashirikiana katika umoja wa Kristo ili tupate kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Ndio maana utajikuta ni wachache ambao Mungu atalipa mshahara yao, na kuna wengine ambao Mungu atawahukumu ni kwa sababu hawakufanya mapenzi ya Mungu, lakini walifanya kazi ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajikuta wewe ulishaka kuwa specialist ndani ya kanisa, ulishakuwa na thermometre ya kukuwa na pima baimbaji benye biko katika upako na benye biko na upako. Ulishakuwa na thermometre ya kujua kupima mhubiri mwenye angali na shimama, mwenye alishaanguka. Acha nikwambie kwamba apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ukikuja ndani ya nyumba ya Bwana juu ya kuchunguza watu wa Mungu, ujue kwamba utalipwa kufuatana na matendo yenye uko nafanya. Hatufanye kazi ya Mungu kwa sababu ya kuonekana mbele ya watu, lakini tunafanya mapenzi ya Mungu ili Mungu ndiye ambaye atakaye tulipa kila mtu kufuatana na kazi aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho unatakiwa kuelewa ni hii: kama uliitwa kufanya kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu katika kweli. Kama haukuitwa kufanya kazi ya Mungu, wewe shuka chini ya wale ambao walioitwa na Mungu ili upate kufunzwa, na unapofunzwa chini ya wale walioitwa na Mungu, kitu ambacho utakachokireservoir, ambacho Mungu atakachokuita kupitia wale ambao walioitwa na yeye. Haleluya. Lakini tatizo ni kwamba unafungula kanisa bila apele ya Mungu, alafu ile kanisa inafanya simwa, alafu inafungwa. Ni kwa sababu haukuelewa kwamba yule ambaye aliyefungula aliitwa na Mungu, lakini wewe mwenye unafungula haukuitwa na Mungu. Shuka chini ya wale walioitwa ili na wewe uangalie kama Mungu na wewe atakuona ili akuite. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ile ndio chanzo ambao inaonekana ndani ya makanisa leo. Kama leo umeweza kuona makanisa fujo imeingia ndani ya makanisa kwa sababu wengine waliingia ndani ya makanisa hawakuitwa na Mungu, lakini waliitwa na watu. Uliona ndugu yako ni mhubiri mzuri, akuitwa kufanya kazi ya uhubiri, lakini wewe unamfanya kuwa mchungaji. Alafu yeye hatachunga kondoo, lakini atanyanyasa kondoo, kwa sababu aliyeitwa na Mungu kama mchungaji, kazi yake ni kuchunga kondoo, ni kulinda kondoo, ni kulisha kondoo. Lakini yule ambaye uliyemchagua wewe kama vile mchungaji, alafu unamuweka kwenye madhabahu, kazi yake hatachunga kondoo, lakini atanyanyasa kondoo, na yale kidogo ambao kondoo alikuwa nayo, alafu anaipekenya yote. Ndio maana utajikuta ni mchungaji, lakini ananyonya hata maziwa ya kondoo, na ile inakuwa inamhuzunisha Mungu, kwa sababu Mungu alikupa macho ya kuona vitu ambao wengine hawaone, lakini wewe ukaitembea kama vile mwanadamu.
na inaleta fujo ndani ya makanisa, na inatuma hata kanisa nyingi sana kuwa zinaharibika na zinabomoka. Ni kwa sababu ya ile ambayo haujaelewa kwamba Mungu anapoita, anaita mtu kufatana na huduma ambao aliweka ndani mwake. Ndio maana wamoja aliwafanya kuwa mitume, wengine akawafanya kuwa manabii, wengine akawafanya kuwa wainjilisti, wengine akawafanya kuwa mapasto, wengine akawafanya kuwa walimu. Na wale wote waliitwa kwa kufanya kazi ya Mungu, kwa kuenda kufanya ujenzi wa mwili wa Kristo. Na ndio maana kama wewe hauko mwa hii huduma tano, ujue kwamba haukuitwa kufanya hizo huduma, lakini uliitwa kwa kushuka chini ya hizi huduma ili upate kuhudumiwa kama vile wale wengine. Bwana Yesu asifiwe sana.